Muislamu anapofanya maamuzi ya kuoa au anapofanya maamuzi ya kuolewa, anatakiwa atambue maamuzi hayo yana vipengele kadhaa mbele yake. Unapooa mke unayemuoa, kwanza atakuwa mkwe wa wazazi wako. Kwa hiyo lazima uoe mwanamke ambaye anajua thamani ya wazazi wako, kwamba wewe unayeoa pepo yako iko chini ya nyayo za wazazi wako, kwa sababu kwa kuoa mke bora utapata radhi za wazazi, na kwa kuoa mke wa hovyo utakosa radhi za wazazi. La pili, mke unayemuoa anatakiwa atambue kwamba wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu, una haki za Mola wako, na anatakiwa awe mstari wa mbele kukuhimiza juu ya kutekeleza haki za Mola wako. Ajue kwamba wewe unahitaji kuswali, upo wakati shetani atakupitia, utakuwa mvivu. Yeye anatakiwa asimame kidete kabla hujaacha hiyo muda wa swala kupita, ahakikishe umeswali. Yeye anatakiwa atambue kwamba wewe kila utakachokisimamia, utakachokikusanya, kuna haki ya mayatima, kuna haki ya wajane, kuna haki ya waliosilimu, yale mafungu 8 ya watu wanaopewa zaka. Yeye anatakiwa ajue, asiwe mke anayeona mali kwenu anafikiria kujenga kwenye familia yao, anakusudia na anafikiria kuwasaidia ndugu zake, anakusudia kusaidia katika maisha yake binafsi, anawekeza zaidi kwake kuliko kuwekeza kwako mbele ya Mwenyezi Mungu. Unapooa mke anatakiwa ajue kwamba mke unayekwenda kumuoa ndiyo mama wa watoto wako. Kwa hiyo unakwenda kuoa mke, unawachagulia watoto aina ya mama. Unaweza kuoa mke ukawatafutia watoto wako mama malaya, mama ambaye anakuwa ndiyo fundisho, anakuwa ndiyo kitu cha kufanyia mazoezi, ndiyo anakuwa mwanamke ambaye watoto wote wanaobarehe katika mtaa wenu wao wanajifunzia mapenzi kwa mkeo, mama wa watoto wako. Unaweza ukawatafutia mama watoto wako akawa jamvi la wageni, hatembei na watoto, lakini kila mwanamume wa mtaa akiamua kubadilisha ladha ya chakula anaona ladha bora mkeo.